Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa tarham ala sayyidina wa maulana Muhammad sahibi taji wal miraj wal burak wal alami dafi'il bala'i wal waba'i wal qahth wal marad wal alami ismuhu maktubun marfu'un mashfu' mankushu fi lawhi wal qalam jismuhu mukaddasun mu'attarun mutahharun munawwarun fil bait wal harami. Baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo nimependelea kuingia katika mada muhimu kabisa, mada ambayo imekuwa ikiwashughulisha watu wengi au wakiipendelea watu wengi kupendelea kufahamu, kwa sababu ni mada yenye kuhusu maisha ya watu, ni mada yenye kugusa kila kitu kinachomhusu mwanadamu. Leo nataka nizungumzie ulimwengu wa elimu ya nyota. Ulimwengu wa elimu ya nyota ni ulimwengu muhimu sana watu kuweza kufahamu. Leo watu watakwenda kujua nyota ni kitu gani, lakini leo watu watakwenda kujua kupitia mada hii au kupitia darasa hii kwamba nyota ni nini, na mtu atakwenda kujua nyota yake ni nyota gani, nyota ya mke wake ni nyota gani, nyota ya mume wake ni nyota gani. Kwanza kabisa, nyota zipo 12. Nyota zipo 12, na nyota ya kwanza kimpangilio mpaka 12, ya kwanza ikiwa ni nyota ya punda, nyota ya pili ikiwa ni nyota ya ng'ombe, na nyota ya tatu ikiwa ni nyota mapacha, na nyota ya 4 ikiwa ni nyota ya kaa, nyota ya 5 ikiwa ni nyota ya simba, na nyota ya 6 ikiwa ni nyota ya mashuke, nyota ya 7 ikiwa ni nyota ya mizani, nyota ya 8 ikiwa ni nyota ya nge na nyota ya 9 ikiwa ni nyota ya mshale, na nyota ya 10 ikiwa ni nyota ya mbuzi, nyota ya 11 ikiwa ni nyota ya ndoo. Lakini nyota ya 12 ambayo ndio nyota ya mwisho yenye kukamilisha nyota hizo 12 ikiwa ni nyota ya samaki. Sasa hizi nyota zimegawanyika katika makundi mawili, kwa maana ya nyota za kike na nyota za kiume. Lakini katika kugawanyika katika namna hii, hizi nyota zimegawanyika katika sifa kuu 4. Sifa ya kwanza ni nyota zenye asili ya moto, lakini sifa ya pili ni nyota zenye asili ya udongo, na sifa ya tatu katika nyota zipo nyota zenye asili ya upepo, na nyota zipo ambazo zenye asili ya maji. Sasa kuna watu huwa hawajui asili ya nyota zao. Walikuwa wakisoma kwenye magazeti kwamba magazeti yalikuwa yakielezea, na mpaka sasa pengine hapo magazeti yanaelezea ikiwa mtu kazaliwa tarehe fulani mwezi fulani, basi nyota yake itakuwa nyota hii, lakini mtu anajua tu nyota yake, hajui asili ya nyota yake kwamba ni nyota ya moto au nyota ya udongo au ni nyota ya maji au ni nyota ya upepo. Lakini mtu pia hajui nyota yake kama ni nyota ya kike ama ni nyota ya kiume. Na pia masaa haya 24 yamegawanyika katika masaa 12 mara 2, kwa maana ya 12 kuanzia asubuhi mpaka jioni na kuanzia jioni mpaka asubuhi. Zipo nyota zenye kufanya misafara yake au shughuli zake kuanzia masaa 12 ya asubuhi mpaka jioni, na zipo nyota zenye kufanya masafa yake au harakati zake kuanzia masaa 12 jioni mpaka panapokucha kufika asubuhi. Lakini nataka nielezee pia, kabla sijaizungumza nyota ya punda ni nyota yenye nini, yenye sifa zipi, au nyota ya nge ni nyota yenye sifa gani, nataka nielezee zipo namna 3 kuu za mtu kuweza kujua nyota yake ni nyota gani. Katika fani nzima ya masuala ya buruji, zipo namna za kuweza kujua nyota ya mtu kupitia jina lake huyu mtu na jina la mama yake. Hapa sasa unaoingia katika ulimwengu mzima wa tiba au ulimwengu mzima wa kitabibu unaohusiana na siri au fani nzima ya kimahesabu. Jina la mtu na jina la mama yake litakupa wewe jawabu ya kujua nyota ya mtu kwa kupitia fani ya mahesabu. Ndipo nilipoonelea haja mimi Maalim Hussein Al-Falaki kuweza kuingia katika kuwadadavulia watu waweze kujua ni namna gani mtu anaweza kuijua nyota yake. Katika namna ya mahesabu
litahesabiwa jina la mtu na jina la mama yake kwa kupitia herufi zinazoandikwa kwa lugha ya Kiarabu. Hapa panataka utulivu mkubwa sana. Lakini ipo namna ya kuweza kujua nyota ya mtu kupitia tarehe na mwezi aliozaliwa. Sasa ipo namna nyingine ya kuweza kujua nyota ya mtu kupitia herufi ya mwanzo mwa jina lake. Sasa kuna mtu mwingine anaweza kuwa ana mtihani, hajui tarehe wala mwezi aliozaliwa. Sasa huyu mtu anaweza kumsaidia vipi? Huyu mtu wa namna hii ndio tunaweza kumsaidia kutambua nyota yake kupitia mahesabu ya jina lake na jina la mama yake. Labda sasa yeye awe hajui jina la mama yake jina gani. Lakini hakuna mtu asiyejua jina la mama yake. Labda mtu awe amepata mitihani, amelelewa na watu waliomuokota tu, hawajui huyu mtu wazazi wake walikuwa kiitwa kina nani, hawajui historia yake ya namna yoyote. Huyu mtu sasa tunaweza kumsaidia kujua nyota yake kupitia herufi ya mwanzo mwa jina lake. Ulimwengu wa elimu ya nyota ni mpana. Ulimwengu wa elimu ya nyota unataka mtu aogelee kwa kina kilichokuwa kirefu, ndipo aweze kuwa bobezi wa fani hii nzima ya masala yanayohusiana na nyota. Na hapa tunazizungumza nyota, lakini pia zipo sayari ambazo hizo sayari ndizo ambazo tunaziita walezi wa nyota. Ikiwa sayari ya kwanza ndo sayari ya Qamar, basi sayari hii wengine huziita kwa lugha yao, kuna sayari wanazoziita Jupiter, kuna sayari wanazoziita Mars, kuna sayari ya Mercury, kuna sayari sijui ya Moon, kuna sayari ya Sun. Hizi ni lugha za Kiingereza. Lakini katika fani nzima ya maswala ya manazil au elimu ya falaki, basi ukijua katika sayari hizo, sayari ya kwanza inaitwa sayari ya Qamar. Na sayari hiyo ya Qamar ndio sayari inayoilea nyota ya 4, ambayo nyota hiyo inaitwa ni nyota ya Ka. Nyota ya Ka, nyota ya Surutani kwa lugha nyingine. Lakini sayari ya pili ni Ataridi. Sayari hii inailea nyota ya 3 ambayo ni nyota ya mapacha, lakini pia inailea nyota ya 6 ambayo ni nyota ya mashuke. Sayari ya 3 inaitwa sayari ya Zuhra, na hii ndio sayari mahsusi katika masuala mazima ya mambo ya kimahaba. Ni sayari inayoilea nyota ya 2 ambayo ni nyota ya ng'ombe, lakini pia pamoja na nyota ya 7 ambayo ni nyota ya mizani. Na sayari ya 4, sayari ya 4 tunaizungumza hapo ni sayari ya Shamsi, sayari ambayo inailea nyota ya 5 ambayo ni nyota ya Simba. Hii ni nyota ambayo yenye nguvu, ni nyota yenye masala makubwa, ni nyota ambayo ni moja lakini pia inalelewa na sayari hiyo. Lakini sayari ya 5 tunaizungumza sayari ya Mirikhi, ambayo sayari hiyo inailea nyota ya kwanza ambayo ni nyota ya Haml, nyota ya punda, lakini na nyota ya 8 ya Akrab ambayo ni nyota ya nge. Na sayari ya 6 ambayo ni sayari ya Mushtar, hii ni sayari ambayo inayoilea nyota ya 9 ya nyota ya mshale, lakini pamoja na nyota ya 12 ambayo ni nyota ya samaki. Na sayari ya 7 ambayo ni sayari ya Zuhal, ambayo sayari hiyo inailea nyota ya 10 na ya 11. Nyota ya 10 ambayo tumeizungumza pale mwanzo kabisa, nyota ya mbuzi, lakini nyota ya 11 ambayo ni nyota ya ndoo. Sasa mtu anatakiwa kujua sayari yake inayotawala nyota yake ni ipi. Na hapa wapo mpaka malaika, lakini mpaka wapo pia viumbe wa kijini, ambao viumbe hao wanazisimamia hizi nyota katika masala mazima ya fani ambayo ni elimu iliyofichikana katika fani zilizofichwa. Hapo elimu ya nyota ni pana. Elimu ya nyota inakubainishia mpaka rangi za bahati. Wewe ukiwa ni mtu wa nyota ya punda, rangi yako ya bahati ni rangi nyekundu. Na rangi hiyo mtu mwingine anaweza kauliza, asa kama mimi ni mtu wa nyota ya punda, rangi ya bahati rangi nyekundu, nipendelee katika nini? Uweza ukapendelea katika mavazi, uenda ukapendelea katika nyumba, uenda ukapendelea katika kitu chochote kile. Mathala ni saa, au uenda ikawa pengine viatu, au uenda ikawa pengine koti, au kitu chochote kile. Utaangalia katika namna ya ubunifu wa mambo yako, lakini usiache kuiweka rangi nyekundu katika rangi zako ambazo ndio rangi za bahati katika mfumo mzima wa elimu ya kinyota. Lakini hapo nimegusia tu katika mavazi au rangi. Lakini katika masala mazima ya elimu ya kinyota, zipo siku za kheri za mtu. Ikiwa mtu wa nyota pengine ya mshale,
siku yake nzuri itakuwa ni siku ya Alhamis. Lakini ikiwa mtu nyota yake nyota ya punda, siku yake nzuri ya bahati itakuwa ni siku ya Jumanne. Lakini ikiwa mtu pia nyota yake ni nyota ya ng'ombe, siku yake nzuri itakuwa ni yaumul juma, siku ya Ijumaa. Lakini ikiwa mtu nyota yake ni nyota ya mapacha, huyu mtu siku nzuri kwake itakuwa ni siku ya Jumatano. Lakini ikiwa mtu nyota yake ni nyota ya kaa, siku nzuri kwake itakuwa ni siku ya Jumatatu, ndo siku ya bahati, siku ya kutangulia kufanya mambo, au siku ya kukubaliana na watu, au siku ya kuanzisha jambo fulani, au siku ya kukutana kwa ajili ya vikao vya mambo fulani. Lakini pia ikiwa mtu nyota yake pengine ni nyota ya simba, huyo mtu siku ya bahati au siku nzuri kwake itakuwa ni siku ya Jumapili, kwa sababu ndo siku ya utawala wa mambo yake, na ndo siku pia ya ufunguzi wa mambo, au siku ya kukubaliwa zaidi, au siku ya yeye kuwa na mvuto, au siku ya yeye kusikilizwa, au siku ya yeye watu kuweza kumtanguliza katika mambo. Ikiwa mtu pia nyota yake ni nyota ya mashuke, kadhalika pia itakuwa kama mapacha, kwa sababu nyota yao watu inatawaliwa na sayari ya Twaridi ambayo tunaizungumza siku ya bahati, kwa hiyo itakuwa siku ya Jumatano. Lakini ikiwa mtu nyota yake ni ya mizani, huyu anakuwa kama nyota ya ng'ombe. Nyota ya mizani ni siku nzuri kwake ni siku ya Aljuma, na rangi nzuri kwao rangi ya kijani, na ndo rangi ya mapenzi. Lakini ndo rangi ambayo inawapa wao nguvu, inawapa wao mvuto, inawapa wao power, na kuweza kuwa ni watu ambao wanaonyesha kabisa ni watu wenye kutangulizwa mbele, ni watu wenye kufuatwa na watu ambao pengine wao wakijitizama wanaweza kuona katika hadhi au nafasi hawaendani na watu wao, lakini ndo nyota yao inakutanisha na watu wakubwa, watu wenye namna power fulani, watu wenye mambo fulani. Lakini ikiwa mtu nyota yake ni nyota ya nge, huyu naye siku yake inakuwa kama siku ya nyota ya punda. Watu wanataliwa na siku ya Jumanne. Sasa Jumanne ndio itakuwa siku nzuri kwa mtu wa nyota ya nge pamoja na mtu wa nyota ya punda. Lakini ikiwa mtu nyota yake ni nyota ya ndoo au nyota ya mbuzi, basi watu siku yao kinyota au siku nzuri zaidi itakuwa ni siku ya Jumamosi. Sasa kuna watu wengine siku ya Jumamosi kwa siku ya nuksi, lakini kwa watu wa nyota ya ndoo na nyota ya mbuzi inakuwa ni siku ya kufanikiwa, inakuwa ni siku yenye mambo makubwa, inakuwa ni siku ya muitikio mkubwa wa mambo yao, lakini pia inakuwa ni siku ya wao kuweza kukubalika, wao waweza kufanya majambo, watu wakayafuatilia, watu wakayapenda, watu wakayashughulikia katika namna kadha. Lakini ikiwa ni mtu mwenye nyota ya mshale au mtu mwenye nyota ya samaki, hawa watu nilivyozungumza kwamba siku yao ya heri ni siku ya Alhamis. Na hapa katika siku ya Alhamis ndio siku ambayo pia hii ni siku tukufu. Ni siku tukufu. Kwa hiyo hawa watu wanashauriwa zaidi kupendelea sana kuwa ni watu wa dua, kuomba sana Mungu ili Mwenyezi Mungu aweze kuwafanyia wepesi katika majambo yao. Sasa leo nilikuwa nikigusia dondoo au mtu aweze kujua kwamba nyota yake imekaa katika namna gani. Lakini nitakueleza ikiwa mtu jina lake, herufi ya mwanzo wa jina lake inaanzia labda na herufi fulani, basi mtu ajue nyota yake itakuwa ni nyota gani, na nitataja mpaka na tarehe pia. Ikiwa mtu amezaliwa kuanzia tarehe 21 mwezi wa 3 mpaka tarehe 21 mwezi wa 2 mwezi wa 4, na herufi ya mwanzo wa jina lake huenda ikawa ni A au M au Y, basi mtu huyu nyota yake inakuwa nyota ya punda. Sasa mtu mwenye kuzaliwa kati ya tarehe 21 mwezi wa 3 mpaka tarehe 21 mwezi wa 4, au herufi ya mwanzo wa jina lake mathalan anaitwa Amani au Hamisi au anaitwa Amina au anaitwa Maryam au anaitwa Moses au anaitwa Yusuf au anaitwa Yusta, basi huyu mtu nyota yake inakuwa nyota ya punda. Lakini katika tarehe 22 mwezi wa 4 mpaka tarehe 21 mwezi wa 5, au mtu jina lake likawa herufi ya mwanzo ni B au N au Z, basi mtu huyu nyota yake inakuwa ni nyota ya ng'ombe. Na kama nyota yake inakuwa nyota ya ng'ombe, basi kama nilivyoeleza, siku yake ya kheri, siku ya baraka inakuwa ni siku ya Aljuma. Lakini ikiwa mtu amezaliwa tarehe 22 mwezi wa 5 mpaka tarehe 21 mwezi wa 6, au herufi ya jina lake mwanzoni ikawa ni C au O, basi mtu huyu nyota yake inakuwa ni nyota ya mapacha, na siku nzuri kwake huyu mtu inakuwa ni siku ya Jumatano, na mavazi yanayotakiwa kupendelea huyu mtu haswa yawe ni mavazi ya rangi ya kijivu. Lakini ikiwa mtu amezaliwa tarehe 22 mwezi wa 6 mpaka tarehe 22 mwezi wa 7, au herufi ya mwanzo wa jina lake ikawa ni D, mathalani Dennis au Daudi, au herufi ya jina lake mwanzoni ikawa ni P, Pius, Patrick, Patricia,
basi huyu mtu nyota yake inakuwa ni nyota ya kaa. Sasa nyota ya kaa tumezungumza inakuwa asili yake huyu mtu ni nyota yenye baraka katika masiku haya 7, basi inakuwa ni siku ya Jumatatu. Lakini kadhalika ikiwa mtu amezaliwa tarehe 23 mwezi wa 7 mpaka tarehe 22 mwezi wa 8, au herufi ya jina lake ni E, Emmanuel au Esther au Q, mathalan labda mtu ana jina lake linaanzia na herufi Q, basi huyu mtu tunasema nyota yake inakuwa nyota ya Simba. Na rangi nzuri ya bahati kwake inakuwa ni rangi ya njano. Kama vile siku ya Jumapili ndio siku yake ya bahati, akipendelea kuvaa mavazi ya rangi ya njano basi inakuwa kheri. Na ikiwa anakwenda kukutana na watu kwa ajili ya mambo fulani, makubaliano, au kwa ajili ya kwenda kufanya biashara, au kwa ajili ya kwenda kufanya kitu fulani, au kuanzisha kitu fulani, akipendelea kuvaa mavazi ya rangi ya njano siku ya Jumapili, basi mambo yake yatakuwa mazuri. Lakini ikiwa mtu nyota yake amezaliwa huyu mtu tarehe 23 mwezi wa 8 mpaka tarehe 22 mwezi wa 9, au herufi ya jina lake ikawa ni F au R, mathalan anaitwa Fatuma au Fidelis au R kwa maana ya Rashidi au Rozi, basi huyu mtu nyota yake itakuwa ni nyota yake huyu mtu nyota ya mashuke, na siku nzuri kwake itakuwa ni siku ya Jumatano kama nilivyoeleza. Lakini ikiwa mtu amezaliwa tarehe 23 mwezi wa 9 mpaka tarehe 22 mwezi wa 10, au herufi ya mwanzo wa jina lake ikawa ni G au S kwa maana ya George au S Simon au Salim au Sofia, basi huyu mtu nyota yake itakuwa nyota mizani, na hii ni nyota inayohusiana na mambo ya mapenzi. Watu wengi wenye nyota ya mizani ni watu wenye kupendwa sana na watu, au ni watu wenye kupendelea sana mambo yanayohusiana na mapenzi, au ni watu wenye kusuluhisha mapenzi, au ni watu ambao wao wanapendwa tu na jamii. Lakini ikiwa ni mtu ambaye amezaliwa kuanzia tarehe 23 mwezi wa 10 mpaka tarehe 22 mwezi wa 11, au herufi ya jina lake ikawa ni H au T, kwa maana ya kwamba mwanzoni mwa jina lake herufi zikawa ndo hizo kati ya H au T, basi huyu mtu nyota yake inakuwa ni nyota ya nge. Sasa watu wa nyota nge mara nyingi wanakuwa ni watu wenye hasira, wanakuwa ni watu wenye ghadhabu, watu wenye kufanya mambo kwa pupa, lakini wanakuwa ni watu ambao wana mapenzi, lakini wanakuwa ni watu ambao wana wivu. Ikiwa mtu amezaliwa kuanzia tarehe 23 mwezi wa 11 mpaka tarehe 22 mwezi wa 12, au herufi ya jina lake ikawa ni I kwa maana kwa maana ya Isa, au U kwa maana ya Yunisi au nani, basi huyu mtu nyota yake itakuwa nyota ya mshale. Na watu wa nyota ya mshale ni watu ambao wanaenda mbio sana katika mambo, au ni watu ambao wanapenda kuanzisha mambo na kuyasimamia zaidi. Sasa ikiwa mtu amezaliwa tarehe 23 mwezi wa 12 mpaka tarehe 20 mwezi wa kwanza, au herufi ya jina lake mwanzoni ikawa ni J au V, basi mtu huyu nyota yake itakuwa ni nyota ya mbuzi. Na mtu huyu mavazi ya rangi yake anatakiwa apendelee sana kuvaa mavazi ya rangi nyeusi, ikiwa pengine ni shati, au ikiwa pengine ni baibui, au ikiwa pengine ni suwali, basi ndo inakuwa rangi nzuri ya bahati na inampa mvuto. Lakini ikiwa mtu amezaliwa mwezi wa kwanza tarehe 21 mpaka tarehe 18 mwezi wa pili, basi mtu huyu nyota yake itakuwa ni nyota ya ndoo, au ikiwa pia amekuwa na herufi mwanzoni wa jina lake K au W, basi nyota ya mtu huyu itakuwa ni nyota ya ndoo. Lakini ikiwa mtu amezaliwa tarehe 19 kwa maana ya kwamba mwezi wa 3 mpaka tarehe 20 ya mwezi huo, basi huyu mtu nyota yake itakuwa nyota ya samaki, au jina lake mwanzoni kuna herufi L au X, basi nyota yake mtu huyu itakuwa nyota ya samaki. Lakini hapa katika masala ya mazima ya nyota kuna mambo yanayoendelea, kuna mambo mpaka ya vito. Ikiwa wewe nyota yako nyota ya punda, kuna kito fulani unatakiwa upendelee kuvaa. Kuna pete fulani yenye kito fulani unatakiwa utengenezewe uvae, na ina mambo yake maalumu ambayo inafanyiwa. Lakini ikiwa wewe pia ni mtu wa nyota pengine ya mshale au nyota ya nge au nyota fulani, basi kuna maadini fulani au madini fulani ambayo yanatengenezwa katika mfumo wa pete, na unatengenezewa na yanafanyiwa dua yake maalum, na yanafanyiwa vitu vyake na babuhuli, na kuna vitu kadhaa wa kadhaa ambavyo vinafanywa kwa ajili ya kuweza kutengeneza mambo mazima ya nyota. Lakini katika fani nzima ya nyota kuna watu wamefanyiwa vitu vya kishirikina, na hapa nataka nizungumze kwa msisitizo. Wachawi hupendelea zaidi kuchezea nyota za watu, na ndio maana utasikia katika mambo ya kimaisha mtu anakuambia mimi nilikuwa nikifanya sana biashara, lakini kwa sasa hivi biashara zangu zimeshuka.
Mimi nilikuwa nikifanya sana mambo ya mauzo, lakini mauzo kwa sasa hivi yameshuka. Nilikuwa ni mtu ambaye natangulizwa mbele. Nilikuwa ni mtu ambaye mabwana wakubwa wote ndio watu ambao hawawezi kufanya mambo yao bila kunitafuta mimi. Lakini kwa sasa hivi mambo yao yamekuwa hayapo katika kiwango hiko. Manake mtu huyu unaelewa kwamba kuna uchawi unaohusiana na masala mazima ya kinyota, na hakuna uchawi mbaya kama uchawi wa nyota, kwa sababu katika nyota ndio kuna mlango wa mali, katika nyota ndo kuna mlango wa mapenzi, katika nyota ndo kuna mlango wa riski, katika nyota ndo kuna mlango wa ndoa, katika nyota ndo kuna mlango wa watoto, katika nyota ndo kuna mlango wa maisha, katika nyota ndo kuna mlango wa mafanikio, katika nyota ndo kuna mlango wa wewe kupendwa na watu, katika nyota ndo kuna mlango wa heshima. Kuna mtu anaweza kutembea hakuna hata mtu mmoja anayemsalimia, huyu unagundua moja kwa moja katika mitihani, basi ana mitihani inayohusiana na masala mazima ya kinyota. Kuna watu wanakoga tu dawa katika mazingira ya kusafisha nyota zao, lakini wanakoga dawa bila kujua, je, dawa hizo zinaendana na nyota zao? Kuna mtu akisikia kuna dawa ya nyota, kuna mtu akisikia kuna dawa fulani, kumbe kuna dawa zingine ndizo zinazotia mikosi katika mwili. Mtu anakuwa hajui hii dawa inaendana na nyota yangu. Au kuna mwingine anakwenda kutibiwa, lakini mtaalamu wake hajui kwamba huyu mgonjwa ninemtibia ni mtu mwenye nyota gani. Je, siku gani itakuwa ni nzuri kwake yeye mtu huyu kuanza naye matibabu? Saa gani itakuwa ni nzuri mtu huyu kumtibia? Visomo gani vitakuwa vinaendana? Dawa gani mtu huyu anatakiwa atumie? Pengine nyota yako wewe ni nyota ya moto, unapewa dawa za kukoga tu, kumbe zile dawa zinakwenda kuuzima mwili wako na mambo yako. Kumbe nyota yako wewe ni nyota ya udongo, unapewa dawa za kwenda kuchoma. Moto na udongo ni vitu visivyoendana. Manake hapo moja kwa moja unakwenda kujiingiza katika matatizo. Kwa ni bora ikiwa unatibiwa upate tabibu au mtaalamu ambaye mtaalamu huyu ameegemea katika fani nyingi. Ikiwa katika fani ya majini anakuwa ameegemea, ikiwa ni katika fani ya masuala ya nyota anakuwa ameegemea, ikiwa ni katika fani ya masuala ya visomo vya rukia anakuwa ameegemea huko, ikiwa ni katika fani ya masuala ya mambo ya mengine tu pia anakuwa ameegemea huko. Kwa elimu ya nyota ni elimu pana, na leo nimeifungua katika mfumo huu, lakini darasa zingine zitakazokuja tutaelezea nyota ya punda kwa upande wa wanaume itakuwa ni nyota ya namna gani, wana maisha gani, wanatakiwa kushauriwa wafanye nini, wadili na kitu gani na kitu gani, na wanawake kadhalika pia hivyo hivyo, mpaka nyota zote 12 kuanzia nyota ya punda mpaka nyota ya samaki, kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala akitujalia uhai, basi tutaziweka katika mfumo huo. Lakini leo tulikuwa tukifanya ufunguzi wa wewe kuweza kujua kwamba ujue kwanza nyota ni kitu gani, nyota ni nini, nyota ina masala gani, nyota ina uhusiano gani, uweze kujua katika hali za namna hiyo. Mimi ndugu yenu Maalim Hussein Al-Falaki ndiye ambaye nimetayarisha darasa hii na nikasema niweze kukufikishieni, na kwa mapenzi yake Allah subhanahu wa ta'ala tutakuwa pamoja katika darasa nyingi zinazokuja. Zipo darasa tutazungumza masala ya uchawi, zipo darasa tutazungumza masala mazima yanayomfanya mwanamke asiweze kubeba mimba, lakini zipo darasa tutazizungumza zinazohusiana na mazingira ya farka, watu wanavofarakanishwa, watu wanavoachanishwa baina ya wao na wake zao au na waume zao, au wao na wazazi wao, au wao na mali zao. Zipo darasa nyingi ambazo kwa idhini yake Allah subhanahu wa ta'ala tutaziweka katika mpangilio wake maalum, na zitakufikia katika namna hii ambayo sasa tumeamua tuweze kwenda sambamba, na ulimwengu mzima utastafidi na utanufaika kutokana na yale ambayo tuliokuwa tumeandaa, yale ambayo nimekusudia kuweza kukufikishia. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.